Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 2, siku ya Jumatano. Mada inasema kujifunza neno. Waadventista wa Sabato wanalo deni kubwa kwa William Miller kwa uelewa wao wa unabii wa Biblia. Wakati uelewaji wake wa vifungu muhimu kama vile Danieli 8 aya 14 haukuwa mkamilifu, hata hivyo mbinu ya Miller ilikuwa muhimu kwa sababu ilifungua njia kwa ajili ya kuanzishwa kwa tapo, yaani vuguvugu letu la masalio wa siku za mwisho. Soma Mathayo sura ya 5 aya 18, Timotheo wa pili sura ya 3 aya 15 hadi 17 na Luka 24 aya 27. Aya hizi zinatufundisha nini kuhusu jinsi tunavyopaswa kuelezea unabii wa Biblia? Kwa njia fulani, kujifunza Biblia si tofauti na kuunganisha mchezo fumbo mkubwa. Ukiunganisha vipande viwili au vitatu pamoja, haiwezekani kutambua picha nzima. Huenda katika vipande hivyo viwili au vitatu, unaweza kuona farasi na kwa hiyo unahitimisha kwamba unaunganisha picha ya farasi. Lakini vipande vichache zaidi vinafunua kuku na ng'ombe. Kisha baada ya kukusanya mamia ya vipande, unaweza kuona hatimaye kwamba umekuwa ukishughulika na picha ya mandhari au sura ya nchi ambayo inayojumuisha jiji, shamba na safu za milima kwa mbali. Njia moja kuu ambayo kwayo Wakristo fulani hukosea katika kujifunza kwao Biblia ni kwamba wanayachukulia maandiko kuwa mkusanyiko wa misemo au methali ambazo wanaweza kutumia kushughulikia hali fulani. Wengine hufungua mwongozo rahisi wa kujifunzia ulio mbele ya toleo la Biblia la Gideoni, ambapo unaweza kupata mistari yenye manufaa kuhusu mada kadhaa na kudhani kwamba inawakilisha jumla ya mafundisho ya Biblia kuhusu jambo fulani. Cha kusikitisha, watumia mtazamo ule ule katika unabii, wakiinua fungu moja nje ya muktadha wake na kulinganisha na matukio ya sasa badala ya sehemu iliyobaki ya Biblia. Hili kwa sehemu limesababisha mfululizo usiokoma wa vitabu vya kisasa vya unabii ambavyo vinapaswa kusasishwa kila baada ya miaka michache kwa sababu vilikosea juu ya kile vilichosema kingetokea na lini. Ndiyo maana ni muhimu sana si tu kuchagua baadhi ya mafungu maalum juu ya mada yoyote, lakini badala yake kujifunza kwa makini kila kitu Biblia inachosema kuhusu mada hiyo na kuzingatia muktadha ambao inasema hivyo pia. Ni rahisi sana kuchukua vifungu nje ya muktadha na kuvifanya viseme chochote tunachotaka. Uzoefu wako umekuwaje na wale wanaotumia vifungu fulani tu wanavyovichagua kujaribu na kujenga hoja zao juu yake? Tuseme hali ya wafu au hata Sabato. Ni ipi njia bora ya kujibu? Hii ni Aprili 2, mada ikisema kujifunza neno. Mungu atubariki sote, na kwa neema ya Bwana tukutane katika mada inayofuata.